Kwenye Wakorintho wa kwanza 15 mstari 49 Paulo anaandika pia, anasemaje? Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yule wa mbinguni. Kwa sura na mfano wa Mungu namba moja Kristo, alafu sisi tunaichukua sura yake kwa kuwa ndani yake. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, kwa unaposoma sura ya Mungu unamsoma Kristo. Namba mbili, unaposoma sura ya Mungu unamsoma aliye ndani ya Kristo. Kwa sura ya Mungu kwa muktadha yaweza kumaanisha Kristo au yaweza kumaanisha aliye ndani ya Kristo, kwa sababu ndani ya Kristo sisi na yeye tumeunganika, tumekuwa kitu kimoja. Kwa mwandishi wa kitabu cha Mwanzo alikuwa haandiki theolojia ya uumbaji wa nchi, alikuwa anaandika theolojia ya uumbaji wa kiumbe kipya, kwamba ndani ya Kristo tunachukua mfano wake, tunashiriki utukufu wake, tunafanywa kwa sura na mfano wake, kwa sababu ndani ya Kristo ndipo ambapo ni ndani ya Mungu. Kwa unaposema nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, actually unamaanisha ninafanana na Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu. Unafanana naye, ndivyo Mungu alivyotaka iwe tangu mwanzo. Swala la msingi ni bado hatujajibu ya kwamba, kwa hiyo ukirudi sasa kwenye Mwanzo unaona kitu kingine ya kwamba nchi, nayo mstari wa pili, Mwanzo 1:2, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema na iwe nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Ukiona haya maneno Paulo anayatumia kuhusisha mambo yafuatayo, ya kwamba sisi tumehubiri Injili, Mungu wa dunia amefufusha fikra za wasioamini ili waisitii hiyo Injili, ambayo hiyo Injili ndo inawapa sura na mfano wa Mungu. Matokeo yake wanatembea gizani. Wangeamini hiyo ni sawasawa na kilichotokea kwenye Mwanzo, ya kwamba Mungu akasema na iwe nuru, baada ya kuwa Mungu aliona giza. Kwa Mungu alipoona giza akasema na iwe nuru. Kwa ndo anasema Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, let the light shine out of darkness. Amesema hiyo nuru, ametupa nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wake Kristo. Kwa lugha rahisi, nuru ya utukufu wa Mungu ni kuchukua sura ya Mungu ndani yako au kufananishwa na Kristo. Kwa lugha rahisi, Yesu Kristo kuwa ndani yako. Kwa lugha nyingine ni kuwa na Roho wa Mungu ndani yako. Maana yake ni nini basi? Anasema Paulo anaonyesha kwamba Musa wakati anaandika Mwanzo 1 mstari wa 1 hadi wa 3 alikuwa anaandika uumbaji mpya, kile ambacho Mungu atafanya katika Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hiyo statement ni ya mpango wa Mungu. Mungu alitaka mbingu na nchi zishirikiane. Kwa lugha rahisi, huyu aliyetoka mbinguni, ambayo ni sura yake yatokaye juu, iathiri nchi. Leo nchi ni nini na mbingu ni nini hapa? Kwa lugha rahisi tumeshaelewa, kwa sababu nchi yenyewe ndo ilikuwa ukiwa, utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Hasemi giza lilikuwa juu ya mbingu, hapana. Kwa mbingu ndio inayoathiri nchi. Sasa mbingu ni nini na nchi ni nini? Paulo amesema amepofusha fikra zao ili wasipokee Injili, ili wasipate kile ambacho Mungu anasema na iwe nuru, au nuru ing'ae toka gizani. Naomba nikuambie kwa lugha rahisi, nchi inayozungumziwa mwanzo ni moyo wa mwanadamu. Nchi ambao haijapokea nuru toka mwanzo ni mtu ambaye hajapokea uzima wa Mungu, au hajapokea uzima wa milele, au amekataa kupokea sura na mfano wa Mungu kama ambavyo Mungu aliintend alipomuumba mwanadamu. Unajuaje hiyo? Ni kwa sababu Mungu aliposema na iwe nuru, akaona nuru ya kuwa ni njema. Hapa hakuwa anazungumza uumbaji wa jua na mwezi na nyota. Alikuwa anazungumza kiumbe kipya, uumbaji mpya katika Yesu Kristo, au katika uso wa Yesu Kristo, au katika sura na mfano wa Mungu katika Kristo. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa unaposema na iwe nuru, hakumaanisha mwanga wa kawaida, bali alikuwa anaongea habari zinazohusu Yesu Kristo. Yesu mwenyewe sehemu nyingi anajieleza kwamba yeye ni nuru. Pay attention to that. Yeye ni nuru. Yohana 8:12, basi Yesu akawaambia tena,
akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu. Yesu hakuwa jua, aling'aa ulimwengu kapata jua. Nuru ya ulimwengu. Ulimwengu pale ni watu, people. Yeye anifuataye, kujua ni watu, hata kwenda gizani. Kwa aliyeko gizani ni asiye na Kristo, bali atakuwa nuru ya uzima. Kwa nuru ili signify uzima wa Yesu. Kwa mtu ikisema mimi nina nuru, maana yake nina uzima. Yohana 9:5 anasema hivi, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kumbuka, ulimwengu pale ni watu. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani. Kama ingekuwa ni nuru ya ulimwengu kwa maana ya jiografia, asingekuwepo na anaye mwenye giza na mwenye nuru, kwa sababu ukiwasha taa watu wote watapata nuru. Wala haikuwa kama jua, bali alikuwa anazungumza personality, yeye kuaminiwa, na mtu anayemwamini yeye anatembea nuruni au anayo nuru ambayo ni uzima. Ukienda kwenye extension yake sasa kwa waamini, kwenye Waefeso 5:8 anasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Kwa asiyeamini pia anaitwa giza, na aliyemwamini Yesu Kristo anaitwa nuru, kwa sababu tunashiriki utambulisho wake. Maana kama yeye ni nuru na sisi ni nuru, kama yeye ni wana wa Mungu na sisi ni wana wa Mungu. Hivyo ni vitu ambavyo tunashiriki katika Kristo. Angalia kwenye Mathayo 5:14-16. Sema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anawaambia mwenyewe. Hapo kwenye Waefeso 5:8 Paulo analiambia kanisa. Kwenye Mathayo 5:14 Yesu anawaambia wanafunzi wake, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwenye mstari wa 14, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ukirudi kwenye Yohana, Injili ya Yohana ambao tunazungumzaga kuhusiana na Yesu kufanyika mwili, mpaka mstari wa 14 anasema, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vifanyika kwa huyo, wala pasipo kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, huyo neno ambayo tunajua ni mtu, ambayo ni Kristo, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa nuru ya mwanzo pale ni nuru ya watu. Watu pale ni nchi. Musa ametumia lugha ya picha ya nchi kumaanisha watu au ulimwengu. Kwa nuru ya ulimwengu pale ni nuru ya watu. Sasa hiyo nuru ya watu aka uzima. Kwa lugha rahisi, tunaposema na iwe nuru, ni sawa na kusema watu wapokee uzima. Kwa unapohubiri Injili, kama Paulo anaposema, unaitangaza nuru. Kutangaza nuru ni kutangaza uzima ndani ya Yesu Kristo. Hapo ni kuambia watu wapokee sura na mfano wa Mungu tangu mwanzo. Ninaomba nikuambie hivi wakati naenda kumalizia. Tutaendelea kwenye kipindi kijacho kuweka upana zaidi. Mungu alipokuwa anazungumzia swala la mtu kufanyika kwa sura na mfano wake, ndicho mwanadamu alichotakiwa kuamini. Alichofanya adui ni kumwambia Adamu na Hawa watafute kwa njia nyingine, na ndo maana alivyowaambia, Mungu amesema mkila matunda ya mti huo eti Mungu amesema msiale. Alipojibu kama amesema matunda yote ya bustani tutaweza kula isipokuwa huu, alafu akawaambia Mungu anajua mkila mtafanana naye. Hiyo ni deception, huo ni uongo na udanganyifu, kwa sababu mpango wa Mungu wa Mwanzo 1 mstari wa 1 ni nchi kuathiriwa na mbingu upokee ufanano wake. Ni moyo wenye giza kupokea nuru, ambayo nuru hiyo ni uzima. Ni mtu kufanyika kwa sura na mfano wa Mungu ndani ya Kristo, ambaye amemwambia Mungu anajua mtafanana naye. Biblia iko wazi ya kwamba Mungu anataka tufanane naye. Yohana alivyoandika kwenye waraka wake wa kwanza anasemaje? Kama alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu. Sisi ndio sura na mfano wa Mungu, wala Mungu hakukataa mwanadamu asifanane naye. Kilichotokea ni kwamba
Ibilisi, adui, anataka wewe utafute kwa mbinu kila ambacho Mungu ametangaza tangu mwanzo ya kwamba ni mpango wako. Angalia, Mungu alifanya hivyo tangu mwanzo. Unasoma kwenye Warumi 8:29 ya kwamba Mungu alitaka tufananishwe na mfano wa mwana wake tangu mwanzo. Mfano wa mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Mungu alitaka hivyo tangu mwanzo, lakini adui aliwakwepesha kwamba unaweza ukapata hiyo kwa kuliasi neno la Mungu, kwa kurebel, kwa kukataa kutii namna ya Mungu. Mungu alitaka tupate huo uzima kwa kumwamini Yesu Kristo. Musa anatumia miti miwili, mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Kwa aliwaambia mkila mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtapata uzima. Ndicho alichomaanisha, mtafanana na Mungu, badala ya kula mti wa uzima au kuchagua kile ambacho kilikuwa ni sahihi, au kutii, simply kutii au kuamini katika kile ambacho Mungu anafanya. Mpango wa Mungu ni sisi kufanana naye, kupokea sura na mfano wake, ambapo ni kupokea Roho wake, aka kupokea uzima wa milele leo hii. Na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe mwana pekee na Mungu wa kweli na mwana wako uliyemtuma. Kwa lugha rahisi, unapomwamini Yesu Kristo umempokea Mungu pekee wa kweli na umepokea uzima wa milele, sawasawa na waraka wa kwanza Yohana 5:20. Na kinyume chake ni ibada ya sanamu. 21 anasema, watoto wadogo mjiepushe na ibada ya sanamu. Amen. Jilindeni na ibada ya sanamu. Mungu akubariki sana. Tuonana kipindi kinachofuata.